hapa kwenye fikra ni sehemu ya uwanja wa vita, na hata moja ya vita ambayo adui anaiataki ni fikra zetu. Fikra zetu anaziataki, anashambulia, anakufanya usio na mawazo ya kumiliki ardhi, anakufanya usio na mawazo ya kumiliki biashara kubwa, anakufanya usio na mawazo ya unajua wakati mwingine hata kwenda China ni hofu tu. Ananiambia mtu mmoja kule Mwanza, anaambia ameenda na milioni 7 na amefunga mzigo. Kabla mnaishija, anasema kuna loji mpaka za 20,000. Watanzania wamejaa. China tunaiongelea tukiwa hapa da, anasema ukifika kule hali utafikiri bongo siku hizi. Watanzania mpaka wanaojiuza kutoka Tanzania kwenda kule China wamejaa hivi kabisa, Waruguru, Wasukuma, Wanyantu wamejazana kule. Sasa unakuta kuna mtu fikra zimefungwa kabisa, haoni hizo fursa kwamba aende angalau achukue mzigo kwa bei ndogo aje alete hapa. Anafikiri labda kupanda ndege kwenda lani ni kitu cha ajabu sana. Wakati mwingine adui anashambulia fikra zetu. Kabinti kimoja kananiambia kule Ifakara, Kachaga, kameisha certificate, kamekataa kwenda diploma. Mama yake amekasindikiza kabisa. Kana milioni 14, kameenda kamefunga mzigo milioni 14, mzigo wa maana. Kamefunga mzigo na kameuleta. Na kanasambaza da hapa na kule Ifakara kule na Kilombero kutoka China. Mtoto wa Kichaga ameenda China, amefunga mzigo mdogo mwaka 2000 na ngapi amezaliwa sasa. Kwa hiyo hata fikra zetu pia huwa zinashambuliwa katika namna ya vita. Yaani yeye shetani anataka watu waliookoka tudumae kwenye kuimba praise, kupiga makofi na kucheza step. Lakini tusio na maisha yenye, tusio na hela. Sema wachezaji tu stop, lakini kwa sababu hata finishing ya jengo hili ilikuwa ni swala mtu mmoja mwenye hela ambaye anaamka tu kesho asubuhi, tunashangaa tu kufika Jumapili kila kitu kiko tayari, vioo na kila kitu ameshafungwa, sound proof na kila kitu tumeshafungiwa huko ndani. Hizo watu wa design hiyo sio kama hatuwezi kutoa, watu wa design hiyo hatuna. Na sio kama hatuna kwa sababu nini? Ni vita, adui hataki wawepo ili kazi yake idumae, lakini bado tutafanya katika jina la Yesu. Bado tu Mungu atatusaidia. Na tutakuwa na pesa, tutajenga ufalme wa Bwana tu. Na hata wewe ambaye umekata tamaa, una madeni, una hali ngumu ya kimaisha, katika wiki hii tunaomba kwenye breakthrough ya uchumi wako. Bwana asifiwe sana.